happy day. Na siku na watu wakiinua mikono vizuri, ndio mfuri pia nijue ni wangapi ambao watapata kuja hapa kwa Mungu. Kijuka mikono. Watu 13. Hata mama yetu tutakuwa sio watu 13, na natumai kwamba hata ujumbe wa leo sababu ijayo kuna watu watakuja hapa watakuwa wengi sana. Na msifikiri kwamba huyu ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bado yeye. Najua doktrine zote za Biblia. Na tutamuelekeza vile atakuwa akifanya katika safari hii kushughulikia wale ambao bado hawajakomaa katika roho ya nabii. Maana najua wengi hapa wametoka Sunday, sio? Na ni lazima kwanza watikite mizizi kwenye Biblia, alafu baadaye wataanza kusoma roho ya nabii. Hivyo huyo mwongozo utakuwa hivyo, na vile mwalimu amesema kwamba kuna pastor ama kuna mzee ataweza kutumwa hapa kwa ajili ya ubatizo. Na natumai kwamba huo ubatizo utafanyika baada tena ya kuhubiri kwanza na ubatizo ufanyike tena. Kwa hivyo Busia hakujaisha kuhubiriwa, lazima kuhubiriwe mara kwa mara. Na sio lazima iwe eneo tu peke yake. Unaweza tafuta wazee wako hapa wanakaa hapa, unaweza angalia mahali fulani kuna watu wengi wanafaa kwenda kuhubiriwe wakuje pale. Kwa hivyo vile mwalimu amesema ya kwamba taturuhusu, maana mpangilio wetu ilikuwa twende Malava, hapa Malava, alafu tuingie Bungoma, alafu Kakamega, alafu tumalize na hapa Luanda. Hiyo ndio ilikuwa mpangilio ambao tulikuwa nao, lakini kwa ajili ya kifedha pia inaturuhusu kufanya wiki moja maana ya kifedha. Kwa hivyo mtaturuhusu tu vile mwalimu amesema, na tunaye kwamba ninyi wote mmeweza kubarikiwa na ujumbe ambao ameweza kutoa. Na kama umesikia kwa makini vile amezungumza na utii na ufuate sauti, na kwa hiyo utakuwa kubarikiwa sana. Lakini kama utakuwa umesikia na inapitia huko, utakuwa na utakuwa na tatizo kubwa sana katika safari ya imani. Kwa hivyo Mungu awabariki sana mwalimu. Mimi nimesikiza ujumbe huo na nimeweza kubarikiwa sana. Sasa niwaambia wakati mwingine ni kwa sababu ni mara ya kwanza kusanyika hapa, na mambo na lunch mara nyingi huwa sisi tunakula kanisani, hata sababu najua tunakula wote pamoja, lakini huu mpangilio najua utawekwa hivi karibuni tu tunakula wote hapa. Itapangwa tu lazima kwa hapa wazee wa hekima hapa, itapangwa baadaye, alafu baadaye itaendelea hivyo kukula kanisani mpaka jioni. Lakini kwa sasa ruhusu tu tuende kwenye okay, sawa. Amesema ana swali hapo, aulize swali. Unakuwa na swali? Yes. Okay. Asante. Happy Sabbath. Ili swali kwa najaribu kulitafakari. Nikiuliza swali hili kuhusu tu ujumbe ambao mwalimu amesoma hapo. Kuhusu Meshaki, Shadraka na Abednego. Mfalme aliamuru watupwe kwenye tundu la simba, na wakawa wametupwa watatu. Enzi hizo mwana wa Adamu ama Yesu Kristo Bwana wetu alikuwa hajakuja duniani kimwili akaonekana na watu. Swali ni hii, je, Nebukadneza nipataje kujua kwamba huyo wa nne anafanana kama mwana wa Mungu? Alimtambuaje huyo mwana wa Mungu ikiwa anakaa hivi, ikiwa hatakuja bado duniani akizaliwa, na Nebukadneza alikuwa mpagani? Karibu mwalimu. Kwa hiyo swali hiyo ilikuwa kitu kinanisumbua, na imesumbua kutoka nyuma huko. Nikisema Nebukadneza mpagani, na alipataje kutambua huyo wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu, ikiwa kama mwana wa Mungu anakaa hivyo? Amisa. Asante. Swali langu. Haya. Na nadhani ya kwamba kulingana na andiko hili la ni Danieli ngapi? Danieli 3 ngapi? 21. 25. 25. Kusoma
Inasema akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4 ndio nao wamefunguliwa, ndio wanatembea katikati ya moto hadi hawana dhara, ndio na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Sasa kitu ambacho kiko pale ya kwamba kulikuwa na wanadamu ambao ni hao watatu. Kwa hivyo na maana huyu wa 4 alikuwa tofauti nao, hakuwa anafanana nao. Unaona hakuwa anafanana nao. Sasa sababu ya Nebukadneza kusema ni kama mwana wa Mungu, ni kama mwana wa Mungu, na maana ya kwamba aliona ni tofauti, sababu yeye alijua kwamba kuna Mungu. Sawa lakini huyu wa 4 ni tofauti na hao. Na sasa ninasema ni kama mwana wa nini? Wa Mungu, kwa sababu ni tofauti na hao. Kama angekuwa wanafanana na hao, akisema hao watatu ni mwingine wao. Lakini huyu watatu ni tofauti na hao. Huyu wa 4 ni tofauti na hao. Sasa kwa sababu ni tofauti na hawa, nasema ni kama mwana wa nani? Wa Mungu. Yeye alisema. Na alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ni Yesu. Lakini sababu ya Nebukadneza kusema ni kama, kwa sababu hawa wengine watatu ni wanadamu, lakini huyu ni tofauti nao. Kulingana na tofauti wake, akasema hivi. Naam. Haya. Naona nitakuja kusaidia hapa mbele. Asante. Kidogo kulingana na vile tutakuwa tunaendelea Mungu akiendelea kuongoza tukiongezeka. Tunaenda kukaa katika imani hii tukiitetea na tukihubiri na tukitangaza kwa watu mbalimbali. Tunaenda kukutana na ndugu ambaye ana wake wawili. Na anataka kuamini pamoja nasi. Yaani ameamini, anataka kushiriki pamoja nasi. Anaruhusiwa kuingia katika imani hii akiwa na wake wawili. Haya. Asante. Ni swali nzuri. Kwanza kitu cha kwanza, mtu kama ameshaoa wanawake wake wawili na ana watoto, akishaamini anakuja anaingia, unaona lakini ile kitu hawezi fanya ni kuwa kiongozi wowote kwa kanisa. Ndio kwa hiyo unasema kwamba mtu akitaka kazi ya askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Sasa kwa nini kuandika hiyo zinaandika kwa kanisa? Kwa hiyo kanisa kulikuwa na wengine ambao wanamke zaidi ya mmoja. Kwa hivyo mtu asikosa hata kosa kuja kwa kanisa kwa sababu ana wake wake. Na utamwambia atakuza wake zake. Lakini asioe akiwa ndani. Asioe akiwa si hata kwa aoe kwa Mungu. Lakini sasa shaoa. Kuna wale ambao walioa. Mungu akawakuta washaoa. Mungu alikuja kwa shida zao. Lakini sasa huwezi kuambia mtu akawake mke kwa kazi mke wake, sababu ataenda awe wa nani. Sasa kama kuna dhambi, hiyo dhambi tumwachie yeye na Mungu. Lakini kumzuia asije, hiyo tutakubaliana. Naam. Swali lingine lakini haijaruhusiwa mtu kuwa na wake wangapi? Wawili. Mtu hajaruhusiwa. Lakini sasa hivi tunakuja pale tupate Muislamu ambaye ana wake zake. Alafu mwambie hivi kuja kwa kanisa tupa wake 2, ukuje na ya 3. Ukuje na huyo kwa kwanza. Na hawa watatu wana watoto naye. Hiyo sijaona Biblia katika wale. Alafu mwalimu, swali langu ulikuwa unasema kama sisi mtu huwa anatembea leo uko hapa Muislamu, kesho utakuwa huko Bukiri, kesho utakuwa huko. Sasa mtu huwa anashiriki wapi? Sasa ukienda katika sehemu ambayo kuna kanisa, basi unashiriki kwa kanisa liko hapo. Ukipata kwamba hakuna kanisa, unakuwa wewe ndiye wa kwanza kuhubiri kanisa likapatikana. Kwa kanisa mimi sasa hatuwezi kuunganika kwenye makanisa ambaye yameasi, maana ule Mungu anayemwabudu pale ni Mungu wa uongo. Sasa wewe unapoenda lazima uende katika kusanyiko ambalo wanaabudu Mungu wa kweli. Kama aliko hapo, wewe unakuwa sasa mtu wa kuhubiri hapo kanisa linapatikana. Kwa mfano sasa mwenye atakuja Busia, atakuja hapo. Mwenye atakuja Busia atakuja hapo. Lakini kama Busia kuwekwa hakuna, kwa mfano dada, tunaona mama aliamini na amekuwa peke yake na wale ambao wamekuja wakaungana nao, kanisa linapatikana. Sasa ukienda sehemu nyingine unakuwa hivyo kwa kanisa linapatikana. Kama sisi hii makanisa ya Evangelical Sunday sasa nasi itakuwa vipi? Sunday. Makanisa ya Sunday usiende tena. Kanisa ya Sunday usikanyage huko. Huko Mungu ambaye wanaabudu pale ni Mungu wa uongo. Hakuna haja ukashiriki ibada yao.
Sawa. Unaona hata mimi kutoka ICD siwezi kwenda hivi baada. Naam. Mimi swali langu ni kidogo kuhusu ubatizo. Kwa mfano kama mimi nilikuwa nashiriki kanisa la Jumapili na nikabatizwa. Kuna uwezekano tena nibatizwe? Utabatizwa tena kwa sababu ulibatizwa katika uongo. Ndio utabatizwa tena. Naam. Swali langu ni nikiwa hapa Busia nitakuwa nashiriki hapa. Ndio. Wakati niko likizo nyumbani ni mbali kidogo, lakini sehemu za Chakol. Kutoka Chakol kuna kanisa SD hapo kwa bridge. Wakati niko huko naruhusiwa naweza shiriki nao? Hapana. Hapana, kwa sababu wana Mungu wa utatu. Ule Mungu wa utatu ni Mungu wa uongo. Sasa leo utashiriki katika ibada ya Mungu wa uongo. Usishiriki hapo. Okay, sawa. Afadhali ndio ukae kwa nyumba tu usiku kufuatilia na kwa mbele. Bwana asifiwe. Amina. Ningependa uweze kufafanulia kama mashahidi watatu ambao kwa Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 11 aya ya 3. Mashahidi watatu ni mashahidi wawili. Sasa tumeshindwa mashahidi watatu hao, mashahidi wawili ni nani na nani hapa? Mashahidi wawili. Mashahidi wawili hapo ukisoma katika Ufunuo 11 inasema ni mizeituni miwili. Mizeituni miwili ukisoma kitabu cha Zakaria 5 mstari wa 4 ni neno la Mungu. Kwa hiyo mashahidi wawili ni Agano la Kale na Agano Jipya. Pika jana microphone ya rafu. Haleluya. Ini swala ambalo linanisumbua, ninajaribu kufuatilia katika Biblia mpaka mwalimu anaeleza kabisa kuhusu sadaka na sadaka. Sasa nikiwa nimepata 100 nafaa nitoe ngapi? Wewe unatoa shilingi 10. Alafu sadaka wewe unatoa kulingana na unavyojitoa kwa Bwana. Juu huko nikwambia ukipata 100 unatoa 20. Hiyo ya kuweka sadaka ni 10% si kweli. Hakuna mimi wawe wa dunia. 10% ni sadaka. Lakini sadaka ni kutoa kwa moyo wako. Hata ukitaka kutoa yote ni sadaka. Lakini sadaka ni ile 10%. Jambo la pili, nikiwa na hiyo sadaka na nimetoka kama nakuja katika hekalu na yani nataka sisi wote tuijue, tulainishe. Nipatane na Mungu kwa jambo pengine ameamka ameona na sina ingine. Naweza kuitoa nitumie sasa. Zako huwezi toa. Labda sadaka ndio unaweza kumpea wewe. Lakini si zaka. Sadaka naweza kumpea. Sadaka unaweza kumpea. Lakini zaka sitoa. Hapana. Sawa. Juu katika mhubiri kama mstari unasema kwamba jituke sana unapowekea Mungu nadhiri yako, usikawie kuipeleka, kuitoa, usiwe na moyo wa kuitoa. Unaweza kuwa na wazo lingine na kuitumia na kujipatia laana. Naam. Zaka unaifikisha tu ya kufanya kazi. Okay, mtangazaji kwa Naam. Mimi swali langu ni hili. Nimekutana na baadhi ya wachungaji. Baadhi ya wachungaji. Ndio. Wakiwa tu katika imani hii. Ndio. Na tulipokuwa tunasemezana moja mbili, tulikuja kuongea kwamba ni lazima nitoe mali yangu na kwa ufupi niuze kile ambacho niko nacho kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuliweza kuongea naye kwa muda mrefu na nikamwambia ya kwamba ninajua utafika wakati manake hizi vitu ambazo tumepewa sahihi ni vitu ambazo zinatusaidia, lakini kufika wakati tutakuja kusaidia. Manake si lazima tuweke mawazo yetu yote hapa, lakini aliniambia kwamba nisisitize, nikamwambia kwamba hapana, lazima utuuze ili uweze kuleta hizo fedha ziweze kufanya kazi yako. Kati nikishindwa sasa changamoto kiasi. Hiyo si kweli.
Hiyo si kweli kabisa. Wale ambao wanakuambia uza vitu zako uwaletee pesa, hawa ndio vikora. Hawa ndio vikora. Kwanza kitu cha kwanza, Mungu anataka moyo wako. Hiyo sadaka ya kipekee unaweza pea Mungu. Chochote unaweza pea Mungu chote ni moyo wako. Mungu hakuna pesa utamwoga naye. Atuweze uze nyumba ama uze gari tupelekee Mungu. Mpe Mungu moyo wako. Hiyo ndio sadaka ya maana. Sasa ukishampea Mungu moyo wako, sasa vitu ambavyo ulivyo navyo utamtolea Mungu kwa uaminifu, kwa sababu moyo ni wako. Mungu hawezi kukuambia tuuze vitu vyote ukakubila. Utakula nini? Watoto wasema nini? Unaona Sasa unaitwa wakili mwaminifu kwa sababu umemtolea Mungu moyo wako. Kwa hiyo chochote ambacho kiko hapo, Mungu amekupea si chako, ni cha Mungu. Anakuambia shika gawa. Sasa wewe unagawa kwa uaminifu? Kwa uaminifu. Hiyo kwa kweli ataenda kuuza mali yako pelekee Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. Mpe Mungu moyo wako, ndio ndio sadaka ya kipekee. Amen. Naam. Ile nasoma yaani inafadhiliwa na watu la dada. Hasa ni vizuri kidogo kwa shule unasoma ni ya Katoliki. Sasa Mungu atatujalia. Kwanza kitu ya kwanza kushaamini, sio Sitakwambia wewe utoke shule kwanza. Lakini kitu ambayo huko ni kwamba wewe lazima uwe unafuatilia ukweli wa Mungu na uwe kama mjumbe hapo. Uwe kama mjumbe wako wa kuambia watu ya kwamba hizi Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, sawa Sasa angalau hata ukiendelea kusoma bado kuna watu wengine wanauza wapi hapo. Lakini Mungu atatujalia tunapoendelea. Tutakapopata shule ambazo unaweza kuingia ambazo hazina madhara, unaweza kuingia gani? Hiyo. Lakini kwa sababu sasa nitakwambia toka utaenda wapi? Tutakuwa tuna masomo mengine tumekupotezea. Lakini masomo yenye uongo, yenye nafundishwa huko, wewe unasema Yesu sikubali. Hata kama watakuangusha kwa ile ambayo wanadanganya, Mungu atakujalia utapita kwa injili. Sawa Haya, Mungu akubariki. Naam. Mbadiliko na swali. Uliza. Kwa mfano nikitoka hapa niende mbali, alafu kwa shughuli zangu, alafu nipitishe huko ujumbe, watu waamini, mtu alafu aseme hivi, unaweza ukatoka hapa kama unanibatiza. Naweza nikambatiza mtu ama haiwezekani? Kama umeshabatizwa unaweza kubatiza mtu. Sio unapokuwa umeshabatizwa. Utambatiza mtu? Sawa. Katika sehemu ya sadaka tuko na wahubiri zingine ambao wanapinga sadaka kwa ikuwe tukichangiza ya kanisa, ikuwe ni mchango kwa kanisa kipindi ambacho kitakuwepo. Hasa wakisimama na aya ya Waebrania 10:5 wakipinga kuwa wakati sadaka ilikuwa inatolewa kwa hekalu ilikuwa na kipindi kile, maana ilikuwa imepewa tu kwa watu ambao hawakuwa na urithi katika maandiko. Na kwa Israeli walipewa hicho kikundi ambacho kilikuweza kukula zaka na sadaka